Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia nchi si hadithi wala maneno ya nadharia, ni uhalisia tunaouona na kuishi nao. Nchi zote duniani zinakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ongezeko la ukame, mvua zisizotabirika, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto na kuongezeka kwa kina cha bahari. Kwa nchi yetu Tanzania, athari hizi zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla, ikiwemo kadhia ya kukosekana maji safi na salama, lakini pia uchache katika uzalishaji wa chakula, na pia inaathiri afya ya mwanadamu. Upandaji wa miti ni moja kati ya njia mahsusi za kukabiliana na athari hizi, lakini pia mti unaopanda leo na kuutunza leo utaleta mvua siku zijazo, utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha, lakini pia ni ustawi wa wananchi wanaokuja mbele yetu, wa vizazi vinavyokuja mbele yetu. Ndugu zangu, tunapopanda miti leo, hatufanyi kama ni sherehe tu, bali tunatekeleza kwa vitendo ajenda ya 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, na hususan lengo namba 13 la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza ustahamilifu wa jamii zetu. Vile vile, tunatekeleza lengo namba 15 la ajenda za 2030 za SDGs, ambalo ni kulinda uhai katika ardhi. Kulinda uhai katika ardhi kwa sababu kupanda miti na kutunza miti ni hatua ya kulinda misitu, kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi bioanuwai na kuhakikisha ardhi yetu inaendelea kuwa na rutuba na uhai kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuishi hapo pia. Tunapopanda miti, tunatekeleza lengo namba 2 lile la malengo ya SDG ambayo ni food security, au kule imeandikwa zero hunger, kuondosha kutokuwa na chakula. Tunatekeleza lengo hilo pia. Tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii, sababu kwenye chakula ndiko kwenye afya, lakini miti vile vile ni dawa. Kwa hiyo tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii. Pamoja na yote, kama nilivyosema, kupanda miti ni kuhifadhi maji. Kwa hiyo tunatekeleza pia lengo namba 6 la clean water katika malengo yale ya SDG. Ukiyajumulisha yote hayo, tunatekeleza lengo namba 1 la SDG ambalo ni kuondoa umasikini. Kama tuna afya nzuri, tuna chakula cha kutosha, ardhi yetu nzuri, tunavuta hewa nzuri, tunafanya vizuri biashara ya hewa ukaa, fedha zinaingia nchini kwa maendeleo yetu,